Uko hapo na shida gani? Nisikilize we mama, najua mipango yako yote kwamba unanifuatilia, na ninakwambia hutanifanya chochote. Kwa nini unaniambia maneno hayo? Ni maneno gani hayo unaoniambia? Na ukiendelea unifuatilia, nitakumbua kwa jamii yote kama wewe ni mchawi. Nimeona ndoto uliyoiota. Ni dhahiri kwamba yule mtoto ameshaanza kukua, na kadri anavyozidi kukua ndio anazidi kupata nguvu na maono. Inatakiwa tufanye haraka iwezekanavyo huyu mtoto auawe. Mkuu, nakubelewa sana unaposema yule mtoto ni hatari. Kwa hii ndoto niliyoiota, tuna kazi ya ziada tofauti na nilivyokuwa natarajia. Mtoto amenijia kwa ukali, ujasiri na kujiamini kiasi kwamba nilipoteza ujasiri mbele yake. Hili ni tatizo mkuu. Tena ni tatizo kubwa. Kitu ninachotaka kukuambia, yule kijana uliomtafuta kazi imemshinda. Yaani kazi haiwezi, sababu amechukua muda mwingi kumuua Nadia. Kitu ninachokuomba, naomba utafute kijana mwingine tena leo leo. Nadia anatakiwa auawe haraka iwezekanavyo, kwa sababu kadiri anavyozidi kukua ndio anazidi kupata nguvu na maono. Fanya hima, tutakuja kuumbuka mimi, wewe pamoja na kikundi chetu cha kichawi. Sawa mkuu, ni kweli kabisa unavyosema, kwa sababu ile kijana niliyempa kazi naona kabisa kwamba anazembea, yaani analeta uzembe. Hata anavyoshindwa akili na ule mtoto Nadia, sijui ni wapi, yaani bado sijamuelewa kabisa. Nitajitahidi kwa hili ambalo nimeliona. Kuna sababu kubwa ya kutafuta mtu mwingine wa kuifanya hii kazi. Sawa, hiyo kazi nilikuachia wewe, naomba ufanye haraka iwezekanavyo. Sitaki uzembe katika kazi, unanielewa? Naomba biskuti ya chokoleti ya 500. Asante sana.
Wewe Nadia, vipi? Mama, mtu nilokuambia siku ile ananikimbiza alikuwa hapa. Hem, kwanza tuanzie hapa. Wewe ulikopo wapi? Nilikuwa dukani nanunua biskuti. Wewe Nadia, wewe kumbuka nilishakukataza tabia kutoka nyumbani bila kuaga. Kwa nini unataka kunipa pressure mimi? Wewe mbona unakuwa usikii? Nikwambia mara ngapi kwamba ukitoka nyumbani niage? Sikufundishi mimi jinsi ya kuaga? Unanifundisha. Sasa kwa nini unafanya mambo yako? Mama nisamehe. Sawa. Huyo mtu anayekukimbiza wewe nataka nimjue leo. Mbona simuoni? Mama alikuwa pale kweli. Nadia mwanangu wewe. Mtu kabisa akukimbize wewe na hii barabara ilivyo ndefu hivi nisimuone kweli? Alikuwa pale kweli tena mama. Sawa. Kwa sasa acha nikuache. Wewe kwanza nenda nyumbani na mimi naenda hivi. Tukirudi nyumbani tukikutana, nataka unielezee vizuri kuhusu huyo mtu yukoje, anafananaje, nijue vizuri kwa undani huyo mtu anataka nini hasa kwako. Sawa. Wow, mwanangu. Jamani mwanangu, karibu. Asante. Shikamoo mama. Marahaba. Mzima? Kwema. Zapa Nzuri. Nilikumisi. Unishindi hivi mama, nilikumisi. Naona natoa nguo nini hapo? Ndio mwanangu. Karibu sana. Asante mama. Sisi nikupokee mamangu. Naweza nikusaidia mama. Wewe tena. Wewe huyo. Habari yako? Safi tu, sijui wewe. Salamu. Samahani. Bila samani. Kwanza nitoe shukrani kwako kwa kunipokea vizuri tofauti na siku ile. Ila unanikumbuka? Hapana, yani sikukumbuki kabisa. Kuna siku nilikusimamisha, lakini umejikuta umenitolea maneno makali kiasi kwamba mpaka nikaisi kama unataka kutoa mimba hivi. Nimeshakukumbuka. Ushanikumbuka? Samahani, naomba nikuulize swali. Sawa, uliza tu. Kuna kitu gani ambacho umekipoteza kwenye maisha yako halafu ni cha muhimu sana na hujakipata mpaka leo? Kwa kweli hapo sijakuelewa. Kivipi yani? Nikiwa na maana siku 2-3 hizi ama wiki, hakuna kitu chochote ambacho ulikipoteza? Hapana.
kitambulisho changu hiki. Oh. Sawa sawa. Sasa ile siku ile ambayo umenitolea maneno makali, hicho ndicho nilichokuwa nakuitia. Ulikidondosha pale pale, nikawa nakuita ili nikukabidhi. Mimi nilikuwa nimekiokota pale, nikashangaa tu ghafla umenitolea maneno ambayo umenifanya nijisikie vibaya sana, na niliumia vibaya mno. Hivi tu moyo ndio umenisababisha mpaka nikukatie. Kaka, yaani hichi ni kitambulisho changu kwa kweli, nilikuwa nakitafuta sana. Itoshe tu kusema asante sana na unisame kwa yote. Si unajua tena vijana wa sasa hivi tamani nyingi, kwa hata mtu huwezi kuwaamini kwa kweli. Kwa hiyo naomba tu unisamee, maana uwema ulionitendea ni mkubwa sana. Mimi labda nikwambie kitu. Siku zote moyo wa mtu ni fumbo na wenye siri kubwa usioonekana. Na sio kijana unayemuona mtaani ukamfikiria fikira zile ambazo nazifikiria yeye. Kuna wengine hatuto hivyo. Nimekuelewa kakaangu, na nitajirekebisha au kujifunza kabisa kwa hili. Sawa, nashukuru. Embu tutoke kwenye hiyo mada. Nilikuona na kabinti kadogodogo hivi. Kale kabinti upo jinai? Yule binti alovaa juba jeusi? Ni kabinti kangu kale, anaitwa Nadia. Oh. Vipi? Ushawahi kumwona sehemu au unamfahamu? Hapana, simfahamu. Ila tu nikupe hongera kwa kuwa na kabinti kazuri kama kale. Na asante sana ndugu yangu, mimi nashukuru. Haya, basi acha mimi niwahi, tutaonana wakati mwingine. Sawa, mimi nimekuruhusu. Mama, nashukuru Mungu huko nilipoenda nilikuwa salama na nimerudi salama. Ila mama, kitu ninachotaka kukuambia, huko nilipokuwa nimepata mchumba na hivi karibuni atakuja kujitambulisha. Lakini kwa kuwa mimi ni mwenyeji, nimewahi kuja huku mama yangu, afu yeye atapata. Sawa mwanangu, mimi nimefurahi kusikia hivyo. Lakini je, unakumbuka maneno niliyokuambia siku uliokuwa unaondoka? Chioma mwanangu, poko unakoenda na kuombea dua, uende salama na ufike salama, ukafanikishe mipango yako yote ambayo umeipanga. Lakini pia mwanangu, usije ukajisahau kabisa ukazaa nje ya ndoa, vinginevyo utakufa. Na endapo kama utapata mwanaume, basi mhimize kuhusu swala la ndoa, ili huyo mume wako awe wa kwanza kutoa kafara. Mama, kwa nini mnataka kufanya hivyo? Lakini endapo nikipata yule mwanaume, si ndio itakuwa bahati yangu mama? Haya, ukimtoa kafara nitapata wapi mwanaume mwingine? Chioma, huo ndio utamaduni wetu. Hata mimi nilifanya hivyo hivyo, nikamtoa kafara mume wangu wa kwanza. Sawa mama, nimekuelewa. Umenielewa eh? Nafurahi kama umenielewa. Ndio mama, nakumbuka, lakini nimekuelewa mama yangu. Kama umenielewa, basi tuko pamoja. Sawa.